Musa akawaambia wana wa Israeli maneno haya, lakini hawakumsikiliza Musa kwa ajili ya uchungu wa moyo na kwa ajili ya utumwa mgumu. Musa akawaambia wana wa Israeli maneno haya. Ni maneno gani aliyowaambia? Aliwaeleza habari za Mungu ambaye amekusudia kuwatoa katika nchi ya Misri. Haya ni maneno ya Mungu kutoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 6 na ule mstari wa 9. Maneno aliyowaeleza ni maneno ambayo yanatoka kwenye Kutoka sura ya 6 mstari wa 2 mpaka wa 8. Hapo Mungu anajieleza, anajitambulisha. Ukisoma mstari wa 2 anasema, kisha Mungu akasema na Musa akamwambia, mimi ni Yehova, nami nilimtokea Ibrahimu na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Hapo chini ukisoma hii mistari anaendelea kuelezea sifa nyingi, anaendelea kuelezea matendo yake makuu na uwezo wake wa ajabu. Anaendelea kuelezea. Ukisoma mstari wa 4 anasema, tena nimelithibitisha agano langu nao na kuwapa nchi ya Kanani, nchi ya kukaa kwao hali ya ugeni. Mstari wa 5 anasema, na zaidi ya hayo nimesikia kuugua kwao wana wa Israeli ambao Wamisri wanawatumikisha, nami nimelikumbuka agano langu. Bali waambie wana wa Israeli, mimi ni Yehova, nami nitawatoa ninyi mtoke chini ya mizigo ya Wamisri, nami nitawaokoa na utumwa wao, nami nitawakomboa kwa mkono ulionyooshwa na kwa hukumu kubwa. Mstari wa 7 anasema, nami nitawatwaeni kuwa watu wangu, nitakuwa Mungu kwenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Yehova Mungu wenu, niwatoaye mtoke chini ya mizigo ya Wamisri. Nami nitawaleta hata nchi ile ambayo naliinua mkono wangu niwape Ibrahimu na Isaka na Yakobo, nitawapa iwe urithi wenu. Mimi ni Yehova. Sasa haya maneno Mungu alikuwa anamwambia Musa, na Musa akaenda akawaambia wana wa Israeli maneno hayo, lakini hao wana wa Israeli hawakumsikiliza Musa kwa ajili ya uchungu wa moyo na kwa ajili ya utumwa mgumu waliokuwa wanatumikishwa nao. Ukisoma ile sura ya 5 utaona ni kwa jinsi gani Musa alivyoenda kwa mara ya kwanza kwa Farao kumweleza kwamba wanahitaji wapewe ruhusa kwenda kumwabudu Mungu wao, kumtolea Mungu sadaka jangwani. Sasa Farao alivyosikia hizo habari akasema, nyie mnaleta uvivu na uzembe, badala mpige kazi, mchape kazi, mzalishe hapo tupate chakula cha kutosha, mambo yaende vizuri kwenye taifa letu, mnataka kwenda kumtolea Mungu wenu sadaka. Hiyo kitu haiwezekani, huo ni uvivu. Akawaambia wale viongozi wale wanyampala wanaowaongoza, akawaambia waongezeeni kazi zisipungue. Tulikuwa tunawapa nyasi kwa ajili ya tofali, sasa inabidi nyasi wakajitafutie wenyewe na tofali iwe idadi ile iliyokuwa wanaleta kila siku. Idadi ya tofali iwe ile wala isipungue. Kwa hiyo maana yake kazi ikaongezeka, ikawa ngumu zaidi. Maana yake hapo ilikuwa ni kazi kweli. Sasa Musa mwanzoni aliwaeleza kwamba Mungu amekuja kuwatoa kwenye utumwa, lakini baada ya kwenda kumwambia Farao, badala ya utumwa kutoka ndio utumwa unaongezeka. Badala ya mateso kupungua ndo mateso yanaongezeka. Sasa Musa akarudi mbele za Mungu kumweleza, ndio Mungu anampa haya majibu. Lakini haya majibu wana wa Israeli hawakumsikiliza Musa hata kidogo. Biblia inasema hawakumsikiliza, lakini hawakumsikiliza Musa kwa ajili ya uchungu wa moyo na kwa ajili ya utumwa mgumu.
Rafiki yangu, ninaelewa kabisa, huenda uko na wewe, watumishi wanakuhubiria, wanakuambia kwa Yesu ni kuzuri, Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu ni mwaminifu, Yesu ni mwokozi, kulingana na hali ngumu unayoipitia. Na huenda ulijaribu kusema hebu ngoja nimpokee huyu Yesu nione kweli atafanya, lakini baada ya kumpokea Yesu ndo hali imekuwa ngumu zaidi, imekuwa mbaya zaidi. Naelewa kwenye kipindi ambacho unapitia mazingira magumu sana, hali ngumu sana, wakati mwingine sio rahisi sana kumwelewa Mungu, sio rahisi sana kuelewa kama Mungu anaweza, sio rahisi sana kuelewa kama Mungu anaokoa, sio rahisi sana kuelewa kama Mungu ni wa upendo, sio rahisi sana kuelewa kama Mungu anakupenda, anakulinda na kutunza. Sio rahisi, wala sio rahisi kujua kama Mungu anakuwazia mema. Na ndio maana hata wana wa Israeli wanatufundisha kitu kwamba walivyopitia mambo magumu, yalivyokuwa magumu zaidi, Mungu ameenda kujitambulisha kwao kama Yehova, kwa jina ambalo hakujitambulisha kwa Ibrahimu, hakujitambulisha kwa Isaka, hakujitambulisha kwa Yakobo. Wakina Yakobo walikuwa wanamjua kama ni Mungu Mwenyezi, lakini kwa wana wa Israeli ameenda kujitambulisha kama Yehova. Yehova, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu aokoaye, Mungu mwenye, yani Yehova, Mungu mkuu. Yani hilo ndo alijitambulisha kwao. Kwa Ibrahimu hakujitambulisha kwa hilo jina, lakini kulingana na uchungu waliokuwa nao, kulingana na mateso waliokuwa nayo, walisema hapa hamna kitu, hamna cha Mungu hapo, hamna cha Mungu, wewe ongea tu, ukimaliza ondoka, hamna cha Mungu. Ndivyo ilivyo na kwako unayepitia changamoto. Yaani nakueleza, ninakwambia ukweli, unaweza, ninajua uchungu wa matatizo, ninajua uchungu wa changamoto, ninajua nimewahi kupita kwenye mazingira magumu. Ni neema ya Mungu iliniwezesha kubaki kumwamini Mungu kwamba Mungu yupo na anaweza. Ninajua. Kwa hiyo kuna mtu ninajua anapitia mazingira magumu, anapitia changamoto, anapitia mambo magumu, na ameshaombewa, ameshatoa sadaka, ameshafanya kila namna inayowezekana, lakini imeshindikana. Na moyoni mwake amebakia kusema hakuna cha Mungu, wala Mungu hawezi, wala Mungu hasaidii, wala Mungu haokoi. Ila leo nimekuja kukupa tumaini rafiki yangu. Mungu anaweza. Mungu anaweza, na Mungu anaokoa, na Mungu anaponya, na Mungu anakuwazia mema sana. Anaweza mema kwa ajili ya maisha yako. Leo anajitambulisha kwako kama Yehova, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, Yehova. Na ndio maana unasikia wengine wanasema Yehova Jile, Yehova Jile, Yehova Jile, Mungu atupaye, Mungu atoaye, Yehova Shalom, Bwana wa amani, Jehova Shama, Bwana yuko hapa, Jehova Nisi, Bwana bendera yangu ya ushindi, Jehova Rafa, Mungu aponyaye, Jehova Tabaosi, Bwana wa majeshi. Yani anajitambulisha kwako kama Jehova, manake anakuja kudhihirisha uweza wake juu ya maisha yako. Akijitambulisha kwako kama Jehova, manake anakuja kuachilia ishara na maajabu ambazo hata mwenyewe utabaki unashangaa, na wote wanaokutazama watabaki wanashangaa, na maadui zako wote watapigwa, maadui zako wote watapigwa, wataharibiwa, watateketezwa, wataangamizwa, maadui zako wote. Angalia jinsi Israeli walivyokuwa kwenye ile taifa la Misri, Farao alivyokuwa na goma kuachilia, namna gani Mungu alivyojitambulisha kwao kama Jehova, alivyoiharibu taifa lile la Misri. Yaani aliharibu kwa uharibifu mkubwa sana. Kwa Mungu anapojitambulisha kwako kama Jehova, Jehova, Jehova ni Mungu anayekwenda kutenda ishara na maajabu kwa kiwango kikubwa kwenye maisha yako. Haijalishi uko kwenye hali ya uchungu na ugumu wa kiasi gani, ninakueleza rafiki yangu, muamini Mungu. Amini ya kwamba Mungu yuko.
Mungu yupo, na neno hili ni kwa ajili yako wewe unayetaabika na kuteseka na umekata tamaa na kuona kwamba Mungu hawezi wala Mungu hayupo. Lakini ninakwambia leo, amini, Mungu yupo na Mungu anaweza, na Mungu yuko tayari kukutoa kwenye hilo teso ulilo nalo, kwenye hiyo mizigo ulionayo, kwenye hiyo shida ulionayo. Mungu yuko tayari kukutoa. Amini leo, yeye kama Jehova anakwenda kutenda ishara na maajabu kwako, nawe utashangaa na wote watashangaa ni kwa namna gani na kwa jinsi gani Bwana amefanya. Maadui zako wote anakwenda kuwafukuzia mbali, maadui zako wote anakwenda kuwateketezea mbali, maadui zako wote anakwenda kuwaangamiza na kukuacha kuwa huru. Na vyote walivyokuwa wamekutumikisha navyo, wamekunyang'anya, wamekuharibia. Kama ulikuwa umetumia mali nyingi kwenye kujitibisha, ulikuwa umetumia pesa nyingi kwenye kutafuta uponyaji, ulikuwa umetumia pesa nyingi kwenye kugharamikia kesi yako, ninakueleza gharama zote ulizozitumia, kama ni kwa ajili ya kesi, kama ni kwa ajili ya uponyaji, kama ni kwa ajili ya changamoto yote ile, gharama zote ulizozitumia Bwana anakwenda kuzirudisha kwa kiwango kikubwa. Nguvu yote uliyoitumia kuhakikisha unapambana, kuhakikisha mambo yako yanaenda vizuri, lakini haiwezekani, inashindikana, Bwana anakwenda kukurejeshea, maana amejitambulisha kwako kama Jehova, kama Jehova anakwenda kutenda mambo makuu. Nami nataka niombe kwa ajili yako. Amini leo kwamba Jehova anakwenda kutenda jambo juu ya maisha yako. Sijui ni nini kinakutesa, sijui ni nini kinakusumbua, sijui ni mzigo gani uliokulemea, sijui ni nani anakutwisha mizigo, sijui, sielewi, ila Bwana anaelewa, Mungu anaelewa, na leo anajithibitisha kwako kama yeye ni Jehova. Anakwenda kutenda jambo juu ya maisha yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu mkuu, Mungu mwenye nguvu, wewe ambaye Bwana unakwenda kujithibitisha kwake Bwana huyu aliye na mzigo mzito uliomlemea, kwamba wewe ni Jehova, wewe ni Jehova, wewe ni Jehova, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana wangu na Mungu wangu, kwa jina lako Jehova, ninaomba Bwana ukajidhihirishe juu ya ndugu huyu na mbele ya maadui zake wote, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Jehova Shama, Jehova Jile, Jehova Nisi, Jehova Tabahosi, Jehova Tibishkem, Jehova Rafa, Jehova Rohi, Jehova Nisi, Bwana kajithibitishe kwake Mungu wangu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mzigo uliomlemea ukaondoke, kila mtesi aliyemtesa akamwache. Bwana, ninamharibu kila adui aliyetesa maisha yake, kila adui anayesumbua maisha yake, ninamharibu na kumsambaratisha, na vyote alivyomnyang'anya na gharama alizotumia nazirejesha kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kama wana wa Israeli walivyotoka katika taifa lile la Misri, wakawateka mateka wa Misri, wakawapa dhahabu na vitu vya thamani, Bwana, wakaondoka navyo. Mungu, ninaomba na huyu aliyeteswa na kuteseka kwa muda mrefu, Bwana, gharama zote alizotumia, Bwana, muda wote aliosumbuka na kuteseka, akarejeshewe maradufu, akarejeshewe maradufu, akarejeshewe maradufu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, na atoke na ushindi mkuu. Bwana, asante Mungu wangu na Bwana wangu, asante mfalme wa falme, Adonai Elohim. Nimeomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, utatenda sasa na mapenzi yako. Amen, amen.